Sisi kama watoto tunaahidi kwamba wazazi yale yote tuliofundishwa siku ya leo tutaweza kuyatendea kazi na tutafanya vizuri sana. Kwa kila kitu ambacho wataweza kutufundisha idara ya watoto tutaweza kuyatendea kazi, kuavoid kupata zile risk behaviors ambazo tumeambiwa kwamba hizo ndio changamoto sana zinazoface watoto na kufanya mmomonyoko wa maadili. Tutawezaje kutulia ikiwa Bwana ametupa agizo? Sisi watoto, huu ndio wakati wetu wa kufanya kazi. Tutahubiri kwa ujasiri, tutahubiri kwa nguvu zote. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyetutuma. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyetutuma. Maadamu ni mchana, usiku waja, kweli hatutaweza. Maadamu ni mchana, usiku waja, kweli hatutaweza. Imetupasa kuzifanya kazi zake aliyetutuma. Imetupasa kuzifanya kazi zake aliyetutuma. Maadamu ni mchana, usiku waja, kweli hatutaweza. maadamu ni mchana, usiku waja, kweli hatutaweza. Usikatae Ikiwa Bwana ametutuma. usikatae Ikiwa Bwana ametutuma. Rosemary Condem. Mimi ni mwanafunzi lakini nimehitimu kidato cha 6. Namshukuru Mungu kwa hiyo. Namshukuru Mungu pia kwa ajili ya idara ya watoto kwa kuwa wamefanyika baraka katika siku ya leo. Wameweza kuandaa usiku wa kanisa na malezi ambayo inafanyika baraka sana. Imekuwa ikifundisha sana wazazi, hata sisi watoto pia imetufundisha sana. Tunashukuru Mungu kwa hiyo. Pia kipekee tunataka kushukuru Mungu idara ya watoto kwa kuwa imeweza kutusaidia sana, imeweza kutusupport katika kumshukuru Mungu kwa ajili ya watu wote waliohitimu kidato cha 6. Kwa kuwa haikuwa rahisi, bali tunamshukuru Mungu sana maana amefanyika baraka sana, ametuongoza, amefanya kila kitu. Yaani ni Mungu tu. Nashukuru kwa hiyo. Sisi kama watoto tunaahidi kwamba wazazi yale yote tuliofundishwa siku ya leo tutaweza kuyatendea kazi na tutafanya vizuri sana. Kwa kila kitu ambacho wataweza kutufundisha idara ya watoto tutaweza kuyatendea kazi, kuavoid kupata zile risk behaviors ambazo tumeambiwa kwamba hizo ndio changamoto sana zinazoface watoto na kufanya mmomonyoko wa maadili. Na pia tunaomba kama jamii, serikali na wengineo kwamba waweze sana kutuangalia sisi watoto, wakaweza kutupa vipaumbele katika nafasi fulani, pia wakaweza wakatuone katika kila hali tunazopitia, changamoto zetu tunazoelezea kuhusiana na matatizo yetu tunayoyapitia, pia wakapate kutupa mrejesho wake pia na utangulizi wake. Naomba nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mchungaji Malema na mke wake, kumshukuru sana Mwalimu Mage na familia yake, kuwashukuru walimu wengine wote na familia zao kwa juhudi na ubunifu ambao wameufanya. Kitu hiki hakijawahi kufanyika mahali hapa, hatuna budi tumshukuru Mungu. Naomba nimshukuru kila mmoja ambaye amefika mahali hapa. Lakini pia niwashukuru sana wazazi kwa kuwalea watoto hawa, kulipa ada kule walikokuwa wanatakiwa, nauli na nini. Mungu awabariki sana. Lakini pia niwashukuru sana wote ambao mmeshiriki kuwabariki watoto hawa na kuwa recognize kile ambacho wamekifanya kwa zawadi zenu. Wale ambao mmekuja kuwapa zawadi hapa, wazazi mmekuwa mstari wa mbele.
lakini na watu wengine wamekuja hapa na kutoa zawadi zao na zingine ziko njiani. Mungu awabariki sana ninyi nyote ambao mmeshiriki zoezi hili kwa jinsi hiyo ambavyo mmeshiriki. Lakini Mungu awabariki wahudhuriaji wote ambao mliitika wito wa ibada hii ya shukrani ya kanisa na familia. Mmejifunza kitu na ninaamini ya kwamba hamtarudi kama vile mlivyokuja. Tuanze malezi mapema, tuwe karibu na watoto mapema. Tukiwaelekeza vitu, tuwaeleze na sababu, tuwatolee na mifano mibaya ambayo wakiiona ile mifano hata wao wenyewe wanaona kwamba kweli huu mfano sio wa kuigwa. Kwa hiyo tunao huo wajibu, ni mkubwa sana. Kila mzazi huwezi kuukwepa. Tusiwe tu bize katika mambo yetu na shughuli zetu, tukidhani ya kwamba tunataka kuwalea watoto ama kuwasaidia watoto, wakati kumbe tunawaacha watoto hawa bila malezi. Itatukosa. Hebu tuwalee watoto hawa, saa nyingine potelea mbali wapate kidogo, lakini wawe na malezi bora. Wazazi huwa tunafurahi sana watoto mkifanikiwa katika nuru. Njia za giza zinaumiza sana kila mzazi, kama vile ambavyo tumejifunza katika somo lile. Wazazi reaction zao, wengine wanalia, wengine wanafanya hivi. Sasa nyinyi naombeni mfanye yale atakayotufanya tubarikiwe, tufurahi, tuje tutoe zawadi na tukusanyike kama hivi kuwabariki na kuwafurahia. Maana hakuna hazina ambayo mzazi anayo hapa duniani ambayo ni kubwa zaidi ya mtoto wake. Ninyi ni hazina kwa wazazi. Mungu awabariki sana. Naitwa Mwalimu Margaret Makoe au Margaret Riwa. Mimi ni mwalimu mkuu wa idara ya watoto na wanafunzi hapa kanisani Mbezi Beach TAG Baraka Center. Leo tulikuwa na tukio moja ambalo limebeba mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ilikuwa ni kama mjadala wa wazazi na walimu kuhusu namna unaweza kupokea taarifa ngumu kutoka kwa mtoto wako, hasa kwenye upande wa tabia. Kwa hiyo tumejadili pamoja kama walimu na wazazi, tuweza kufahamu mambo mengi ambayo yatatusaidia sisi tunavyoweza kufanya tunapopokea taarifa ngumu kutoka kwa watoto wetu. Na tukio la pili, tulikuwa tunawapongeza watoto wetu ambao wamemaliza kidato cha 6 mwaka huu. Tulikuwa tunawatia moyo kwamba kazi walioifanya tumeiona, safari waliokuwa nayo tumeithamini, na tunamshukuru Mungu pamoja na wazazi wao, pamoja na idara, pamoja na kanisa kwa kuwapigania tangu wanaanza darasa la kwanza wamefika mpaka form 6. Kwa ilikuwa ni wakati wa kufurahi pamoja nao, tukawapa na zawadi, tukakata keki pamoja na kumshukuru Mungu pamoja. Na tumemaliza pamoja kama kanisa kwa kupata chai ya pamoja. Jambo ambalo naweza nikalisema ni kwamba wazazi wengi waga wanapuuzia mikusanyiko kama hii. Wanaona kama haiwahusu, wanaona kwamba watoto wao bado ni wadogo sana, lakini hakuna elimu ya malezi ambayo utakuwa umeipata kabla ya wakati. Kila elimu ya malezi unayoipata leo inakusaidia wewe kesho na kesho kutwa kwenye kulea watoto wako. Kwa hiyo napenda niwahimize wazazi, ukisikia siku nyingine tukio la malezi ya watoto, tukio la semina, tukio la mijadala, uwasha, uwepo. Usiache nafasi hizo zikupite bure, maana inawezekana usikutane tena na nafasi kama hiyo mpaka watoto wako wanakuwa wakubwa, ukaja kuijutia baadaye. Na naomba niwaase pia, tuwe tunawapongeza watoto wetu wanapofanya vizuri. Kama ambavyo tunagundua wanapofanya makosa na kuwasahihisha, basi tugundue wanapofanya vizuri na kuwapongeza. Hiyo inawatia moyo zaidi na kufanya bidii zaidi. Mungu awabariki. Naitwa Andrea Victorino Oiso, ni mshirika wa kanisa la Mbezi Beach Christian Center hapa Jogoo. Na leo tulikuwa kwenye tukio maalum hapa kanisani kwetu na somo la malezi ya watoto, na tumejifunza mengi hapa kanisani kwa tukio hili. Tumejifunza malezi ya watoto, na niseme tu, nitoe wito, wakati mwingine tukio kama hili linapokuwa limetangazwa, basi wazazi wenzetu mshiriki moja kwa moja ili kupata masomo haya ya malezi ya watoto, kwa sababu swala la malezi ya watoto limekuwa changamoto sana kwenye dunia hii ya sasa. Naitwa Edna Emmanuel, ni mama wa watoto wawili.
Kwa kweli ninamshukuru Mungu sana kwa mada ya leo katika kanisa la TAG Mbezi Beach. Tumejifunza vitu vingi na ni vizuri sana kwa ajili ya changamoto za malezi ya watoto kwa sasa hivi maisha tulionayo. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa sababu tumepata ufunuo jinsi gani wa kuweza kulea watoto wetu kwa hizi changamoto zinazotuzunguka. Mungu atusaidie tunapopata changamoto kubwa, watoto wapo katika mambo mengi, kwenye drugs, uhuni. Tumejikuta ni wazazi kuingia katika kazi bila kujali watoto, kwenye kutafuta pesa tu. Kumbe hizo pesa ni bure kama malezi ya watoto hayatakuwa mazuri. Tunamshukuru Mungu tumeweza kujua ya kwamba dunia nzima sasa hivi ni kilio kwa ajili ya watoto wetu. Kwa hiyo wazazi turudi na kuweza kuwasimamia watoto katika malezi yanayostahili. Simu tuziweke pembeni, tudili kwa Mungu wetu na tuwafundishe njia zinazostahili. Hofu ya Mungu ikawe ndani yao ili waweze kupata kukulia katika maadili yanayostahili. Usia wangu kwa wazazi wenzangu, tupende kuwa na watoto marafiki, tusiwe adui wa watoto, ili tuweze kujua changamoto wanazopitia na makuzi tuweze kuwakuza katika maadili yanayostahili kulingana na hatua za ukuaji, kwa sababu elimu sasa hivi watoto kuanzia darasa la 4 wanaanza kufundishwa science. Kwa hiyo wazazi tuwe wa kwanza kuwafundisha. Kaja TV ni channel bora kabisa, ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya Injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV.